Hujambo mara tena rafiki, na kukaribisha kwa sababu Mungu ametuneemesha tuwe miongoni mwa walio hai katika somo tena la leo. Tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025 inayotufunza jinsi ya kuelewa unabii. Na somo la juma hii ni somo la pili. Na leo tunakujia na somo la Jumapili linalozungumzia kanuni ya kutajwa kwa mara ya kwanza. Kanuni ya kutajwa kwa mara ya kwanza. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, utaelewa tu kwamba programu nyingi za kitaaluma huanza na kozi ya uchunguzi wa jumla, na kozi inayoshughulika na kanuni pana na za msingi zitakazojenga msingi wa masomo zaidi unapozama zaidi katika somo husika. Hivyo hivyo katika Biblia, unaposoma Biblia nzima unagundua haraka kwamba Mungu pia ana kozi ama course, ya uchunguzi wa jumla katika kitabu cha Mwanzo. Anazungumzia mambo yote kwa ujumla katika kitabu hicho cha Mwanzo, ambapo sasa anatoa utangulizi wa mawazo ambayo yatachunguzwa katika kina zaidi katika sehemu yote inayobaki ya Biblia. Anatoa kwanza generalite katika kile kitabu cha Genesis, katika Mwanzo. Anazungumzia mambo yote katika kitabu cha Mwanzo. Sasa ni yale mambo ambayo yatakuwa yakigusiwa kwa upana zaidi katika vitabu vingine vinavyobaki katika Biblia. Leo nitakusii mpendwa mtazamaji kusoma katika Isaya 47:8, Malaki 3:6 na Waebrania 13:8, na tuangalie ni kanuni gani unaweza kupata kutoka katika maandiko haya ambayo ingetegemeza vizuri katika kujifunza kwako unabii. Karibuni unapoongozwa na Roho Mtakatifu. Karibuni. Waebrania 13:8 nasema Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na hata milele. Ndiyo mpendwa, jinsi tumeona kwamba kila kozi huanza na somo la kwanza. Kwa kawaida inaelezea kanuni ambazo zitasimamia mada katika vipindi vyote. Kwa hivyo katika Biblia tunapata somo hili la kwanza katika Mwanzo. Hapo maneno mengi muhimu yanaonekana kwa mara ya kwanza kwenye kitabu kile cha Mwanzo, yakitusaidia kuelewa mpango wa wokovu katika Biblia yote. Kwa hivi ukisoma vitabu vingine vinavyokuja baada ya kitabu kile cha Mwanzo, unaweza kusoma vitu fulani ambavyo utasahau ya kwamba vilikuwa vimeanza kuzungumziwa hata katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hivyo kitabu cha Mwanzo kinatoa utangulizi hata kwa mpango wetu wa wokovu ambao Biblia nzima inazungumzia. Huwezi kuelewa unabii mwingine wote usipokuwa tu tena na uelewa wa kitabu hicho cha Mwanzo. Mungu habadiliki, ndio Biblia inazungumzia. Neno lake pia halibadiliki kulingana na Isaya 40:8. Watu wote wanaweza kupita, mimea inaweza kukauka, majani inakauka na inaamka, lakini neno la Mungu halibadiliki, na Mungu mwenyewe habadiliki. Kwa hivyo yule Mungu ni mmoja, jana, leo na hata milele. Aliyetuma unabii uandikwe ni yule Mungu mmoja ambaye anafanya huo unabii ukamiliki. Ni yule Mungu mmoja ambaye yuko tayari ili kwamba wewe na mimi tupate kuuelewa. Neno lake halibadiliki. Kwa hiyo hakuna ukinzani katika Biblia. Hakuna atakayempinga mwingine. Kwa miongoni mwa wale waandishi wote hawapingani. Mpango wa wokovu unaelezewa ndani yake kidogo kidogo hadi ueleweke kikamilifu, au angalau kwa ufahamu unaohitajika. Sasa kulingana na Petro ya kwanza 1:19, unabii ambao mmoja anautoa, mwingine anakuja anaongeza, mwingine anaongeza. Kwa hivyo hawapingani, lakini unapousoma sasa moja kwa moja ukifikia kwa jumla yake utaelewa, kumbe huu ndio unahitajika. Hapa ndipo panastahili kueleweka. Kwa sehemu hii tunaweza kumwelewa vizuri zaidi Yesu na kile alichokifanya kupitia kutajwa kwa mara ya kwanza katika kitabu cha Mwanzo. Kuhusu maneno muhimu katika kitabu cha Mwanzo utagundua upendo wa Mungu, utaona mwana kondoo akitajwa hapo, utaona kifo kikitajwa na nyoka, utaona namna gani tuliasi sheria, namna gani tuliingia katika dhambi, namna gani mpango wa wokovu ulipangwa kwa ajili yetu, namna gani tutaokolewa. Kwa hivyo mambo muhimu yametabiriwa tayari katika kitabu kile cha Mwanzo, na tunaweza kumtumainia Mungu katika hiyo kanuni ya kutajwa kwa mara ya kwanza. Ni jambo la msingi, lishike mara tunapoendelea kujifunza unabii huu. Mpendwa, swali
tunaanzaje hata kuanza kudhihirisha kwa wengine aina ya upendo wa kujitoa kafara ambao Mungu anao kwetu? Na kwa nini kwa wengi wetu aina hii ya upendo si wa msingi kwetu sasa? Kwetu hasa. Tuombe. Baba mtukufu, asante kwa kuwa uko tayari kujifunua kwetu. Tangu hata kitabu cha Mwanzo umetuonesha mambo makuu ya kuhusu wokovu wetu. Tufunze kuelewa na kuishi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Usikose kusubscribe, like na kushare.